Uwezo wa akili ya mwanadamu unaweza kutambuliwa kupitia ishara mbalimbali ambazo zitajidhihirisha katika maisha ya mwanadamu. Katika ulimwengu ambao tunaishi, akili za wanadamu zimegawanyika katika makundi matatu. Wapo binadamu wenye akili ndogo, lakini wapo binadamu wenye akili za kati, lakini wapo binadamu wenye akili nyingi kuliko binadamu wengine. Unadhani wewe utakuwa katika kundi gani? Chaneli hii ya Simulizi za Bongo ni giza litakalokupa mwangaza wa kujifunza siri mbalimbali za ulimwengu. Karibu tujifunze pamoja kuhusiana na dalili 5 ambazo ukiziona katika maisha yako, basi ujue wewe ni moja kati ya binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine. Namba 1. Wewe ni moja kati ya wanadamu wenye kawaida ya kuuliza maswali mengi, hali ya kuwa watu wengine hawajui ni kitu gani cha kuuliza. Unajua, asilimia kubwa ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine huwa wanapenda kuelewa mambo kwa undani kuliko binadamu wengine. Hivyo, wanapokuwa katika mafunzo mbalimbali, inaweza ikawa ni semina au katika mazungumzo ya kawaida, kwa sababu akili zao huwa zinakuwa na curiosity ya kutaka kujifunza mambo mengi kiundani kuliko binadamu wengine. Binadamu hawa hupenda kuuliza maswali mbalimbali badala ya kuamini kila ambacho wanakisikia kiurahisi kama ilivyo kwa binadamu wengine. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao huwa wanaamini kiurahisi kila wanachokisikia na hauna utamaduni wa kujiuliza maswali mbalimbali juu ya yale ambayo unayasikia, basi wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kawaida kabisa wa kufikiria, yani akili yako ni ya kawaida. Lakini kama wewe ni moja kati ya wanadamu wanaopenda kujiuliza maswali kwenye kila ambacho wanakiona, yani wewe ni critical thinker, ndio maana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kujua vitu vingi kuliko binadamu wengine. Namba 2. Wewe ni moja kati ya wanadamu wanaopenda kujifunza vitu vipya kila iitwapo leo. Moja kati ya tabia ambayo huwatofautisha binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi na binadamu wenye akili ya kawaida. Binadamu mbalimbali wenye akili ya kawaida, hawa ni binadamu ambao hawana utamaduni wa kujifunza vitu vipya katika maisha yao. Wao ni watu ambao huwa wanaendelea kuishi katika utamaduni ule ule ambao wameuzoea, na ndio maana hata level yao ya uelewa huwa inakuwa ndogo. Lakini tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu ambao ndani yao wana hamu ya maarifa mapya kila iitwapo leo, na ndio maana wanapenda kusoma vitabu, kuangalia documentaries mbalimbali ambazo zitawapa uelewa mpya. Ni kama wewe ambaye unafuatilia chaneli hii ya Simulizi za Bongo, kwani ni chaneli ambayo imejaa maarifa mapya kila siku. Lakini pia wewe ni mwanadamu ambaye unapenda uzoefu mpya wa maisha, haupendi uzoefu uliozoeleka, yani kuishi kwa mazoea katika maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu wanaopenda kujifunza vitu vipya kila iitwapo leo, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine. Namba 3. Wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kuona makosa yako hata kabla watu wengine hawajayaona. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine wanajua ufanisi wao, lakini wanajua standardi zao za maisha. Mara nyingi wanapofanya chochote ambacho kipo chini ya ufanisi wao, yani kama ni watu ambao wamejiwekea standardi fulani katika maisha, alafu kitu ambacho wamekifanya katika maisha yao kipo chini ya standardi zao, wanaweza kuona kwa macho yao na wakaelewa makosa yao, na ni binadamu ambao kupitia makosa ambayo wameyafanya wapo tayari kujifunza kupitia makosa hayo na kuwa bora kuliko ilivyokuwa jana. Hawa ni binadamu ambao wanajitambua sana katika maisha yao, na hawa ni watu ambao wanaweza kukubali kukosolewa, jambo ambalo hupelekea waendelee kuwa wanadamu ambao wana ubora katika mambo mbalimbali ambayo wanayafanya kuliko binadamu wengine. Kwani binadamu wengi wenye akili ya kawaida ni watu wasiopenda kukosolewa. Kuna wakati ambao hawawezi kukubali hata makosa yao. Kwa sababu hiyo, huwa wanaendelea kubaki na uzoefu ule ule. Kama ni uzoefu duni, wataendelea kuishi na uzoefu duni katika kipindi chote cha maisha yao. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanajitambua, basi wewe una akili kubwa kuliko binadamu wengine.
Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unapenda kuwa peke yako mara nyingi kuliko inavyokuwa kwa wanadamu wengine. Unajua, moja kati ya tofauti ambayo huwaweka katika vyumba tofauti wanadamu wenye akili nyingi na wanadamu wenye akili ya kawaida ni namna ambavyo huwa wanapenda kuishi katika maisha yao. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha kuwa asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi kuliko binadamu wengine wanapenda kutumia muda mwingi kutafakari, hivyo wanahitaji utulivu pamoja na upweke. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wenye akili ya kawaida wanapenda kujichanganya na watu wengine, wanapenda kuzungumza kuliko kusikiliza. Lakini binadamu wenye akili nyingi, hawa ni watu wanaopenda kusikiliza kuliko kuzungumza, na ndio maana wana nafasi kubwa ya kujifunza vitu vingi, kwani tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kuwa wanadamu wanaopenda kuongea kupita kiasi, nafasi yao ya kujifunza vitu vipya ni ndogo kuliko binadamu wanaopenda kusikiliza, kwani ukisikiliza unaongeza maarifa, lakini ukizungumza unatoa maarifa. Binadamu wenye akili nyingi wanaijua siri hii, na ndio maana mara nyingi wanapenda kuwa wasikilizaji kuliko kuzungumza vitu mbalimbali katika maisha yao. Namba 5, wewe ni mwanadamu ambaye huwa unafikiria kabla ya kuongea ama kufanya maamuzi yoyote katika maisha yako. Kupitia maneno na maamuzi ambayo hufanywa na wanadamu mbalimbali katika maisha yao, unaweza ukaiona tofauti kati ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi na wanadamu wenye akili ya kawaida. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na akili ya kawaida huwa wanaweza kuzungumza kabla ya kufikiria. Hata maamuzi mbalimbali ambayo wanayafanya katika maisha yao, wakati mwingine wanaweza kuyafanya maamuzi hayo bila kufikiria, na ndio maana asilimia kubwa ya maamuzi yanayofanywa na binadamu wenye uwezo mdogo wa kufikiria huleta majuto, kwa sababu hufanya maamuzi kwa kubezi katika hisia walizokuwa nazo. Hivyo wakati mwingine huwa wanajikuta wakifanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Yaani ni binadamu ambao huwa hawafikiri kabla ya kutenda. Lakini pia hata aina ya maneno ambayo huwa wanayatoa katika vinywa vyao, wakati mwingine huwa ni maneno yasiyokuwa na busara, kwa sababu huwa hawafikiri kabla ya kuzungumza. Lakini asilimia kubwa ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na akili nyingi huonekana wenye busara katika jamii mbalimbali ambazo wanaishi, kwa sababu maneno ambayo huwa wanayazungumza hufikiria mara mbili juu ya athari ambazo zitaletwa na maneno hayo, na huchagua ni kitu gani ambacho wakizungumze na kitu gani wasikizungumze. Na ndio maana makundi mengi ya binadamu wenye akili nyingi huhesabiwa na wananzengo kama watu wenye busara na hekima kuliko binadamu wengine. Lakini hata aina ya maamuzi ambayo wanayafanya katika maisha yao huwa ni maamuzi ya busara. Yani huwa ni watu ambao hufikiria kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Huwa wanatazama maamuzi ambayo wanakwenda kuyafanya yatakuwa na faida kiasi gani, lakini yatakuwa na madhara kwa kiwango gani. Wakibaini madhara ni makubwa kuliko faida, basi hubadili maamuzi yao. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamebahatika kutazama video hii mpaka mwisho, basi umekwisha jifunza. Ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu wenye akili nyingi ama una akili ya kawaida, kama umejipata wewe ni moja kati ya watu wenye akili nyingi, jipongeze. Nasi timu ya Bongo Simulizi tunakupongeza, kwa sababu ninyi ni wachache katika wengi ambao wanaishi katika hii dunia. Tukutane tena katika video ijayo.